Unafanya kazi usiku na mchana, lakini akaunti inasoma zero, hujalogwa. Kuna makosa 6 ya kisaikolojia unayoyafanya kila siku, na nikuhakikishie, kosa namba 5 ndilo ambalo linawamaliza vijana wengi wanaoanza kupata hela bila wao kujua. Usitoke, kaa hapo hapo. Kosa la kwanza, msukumo wa ukombozi, savior complex. Hili ni lile tatizo la kujifanya wewe ndiye mkombozi wa kila mtu kwenye ukoo au mtaa wako. Unatumia nguvu, muda na pesa zako kutatua matatizo ya ndugu, marafiki na hata majirani, huku maisha yako yakizidi kudidimia. Mshahara ukiingia tu, 80% inaenda kutatua shida za watu wengine. Rafiki yangu, sikiliza kwa makini. Huwezi kumvusha mtu mto wakati wewe mwenyewe unazama. Pesa zako za mtaji unazigawa kama msaada. Ili uweze kusaidia wengi baadaye, inabidi uwe mchoyo kidogo leo ili ujenge msingi wako. Jikomboe wewe kwanza, ndipo uweze kuwakomboa wengine. Kosa la pili, mtego wa mashindano, comparison trap. Ni ugonjwa wa kupima mafanikio yako kwa kutumia rula ya mtu mwingine. Kwenye ulimwengu huu wa mitandao ya kijamii kama Instagram na TikTok, kila mtu anaonekana anafanikiwa. Kisaikolojia, tabia hii inaua kabisa ubunifu wako. Inakufanya uache njia yako ya asili na uanze kuishi maisha ya maigizo. Unanunua nguo za gharama, simu mpya na kula kwenye migahawa mikubwa ili tu uonekane na wewe umo, wakati kiuhalisia unajiingiza kwenye madeni. Unaposhindana na watu usiowajua kwenye mitandao, unafunga milango yako halisi ya utajiri. Pambana na rekodi yako ya jana, sio picha ya mtu mwingine leo. Kosa la tatu, ugonjwa wa kisingizio, the excuse syndrome. Huu ni ugonjwa unaoshambulia akili kwa 100%. Ni ile tabia ya kutafuta sababu ya kwa nini huwezi kufanya jambo badala ya kutafuta njia ya kwa nini uweze. Akili yako inafanya kazi kama kompyuta. Ikishazoea kutoa visingizio, uchumi ni mbaya, serikali haitujali, sikutoka familia tajiri au sina mtaji, ubongo wako unazima mfumo wa kutafuta fursa na kuwasha mfumo wa kutafuta huruma. Watu wanaotafuta huruma hawajawahi kuwa tajiri. Futa visingizio. Chukua jukumu la maisha yako 100%. Anza na hicho ulichonacho hapo hapo. Kosa la 4, hofu ya kukataliwa au kuonekana mbaya. Watu wangapi hapa mna mawazo mazuri ya biashara, lakini mnashindwa kuanza kwa sababu mnajiuliza watu watasema nini? Unaogopa kuanzisha biashara ya kuuza mitumba, unaogopa kukaanga chips au kufanya usafi kwa sababu wewe ni msomi. Hili ni kosa baya la kisaikolojia linalokufunga gereza la maoni ya watu. Lakini nikuulize swali moja. Hao watu unaowaogopa wakitokea wakaongea, je, watalipa bili zako za maji na umeme? Watakulisha wewe na familia yako? Jibu ni hapana. Vunja hilo gereza. Acha wakucheke leo ukiwa unachafuka. Watakuheshimu kesho ukiwa unanukia pesa. Kosa la 5, kuridhika mapema, the arrival fallacy. Huu ni mtego wa akili unaokufanya uamini kwamba ukipata hiki tu basi umemaliza. Kwa mfano, unafanya mchongo, unapata 500,000 au milioni 1 yako ya kwanza. Badala ya kuwekeza ile pesa irudi sokoni izalishe zaidi, nini unafanya? Unaanza kulewa, unanunua simu mpya, unabadilisha kabati la nguo na kualika marafiki baa kuonyesha umeshika pesa. Unasherehekea ushindi mdogo sana wakati vita kubwa ya maisha bado inaendelea. Kuwa na hela leo haimaanishi utakuwa nayo kesho kama huna akili ya kuiwekeza. Usiridhike, endelea kuwa na njaa ya mafanikio. Kosa la 6, kutegemea hamasa badala ya nidhamu, motivation versus discipline. Siku hizi kila mtu anasikiliza motivation speakers. Ni vizuri, lakini tatizo linakuja pale unaposubiri hadi ujisikie vizuri au uwe na mood ndipo ufanye kazi. Ngoja nikwambie, ukweli mchungu. Mafanikio hayaji kwa sababu una mood mzuri, yanakuja kwa kufanya kile kinachopaswa kufanyika kwa wakati sahihi hata kama akili na mwili wako vinakataa.
Ukitegemea hamasa, utabaki pale pale, kwa sababu hamasa ni hisia tu, na hisia huwa zinabadilika kila dakika. Lakini nidhamu ni sheria uliojiwekea wewe binafsi. Tajiri anaamka asubuhi kwenda kupambana, si kwa sababu anajisikia vizuri, bali kwa sababu inabidi iwe hivyo. Jenga nidhamu, tupa hamasa pembeni. Hapo una makosa 6 ya kisaikolojia yanayoiba utajiri wako. Kati ya haya yote, ni kosa lipi ambalo unakiri limekuwa likikutesa zaidi? Je, ni kutafuta visingizio? Niandikie kwenye comments hapo chini. Nitasoma na kujibu kila comment. Kama umepata thamani kwenye video hii, usiondoke bila kubonyeza like na fanya kusubscribe hivi sasa kama bado hujafanya. Asante kwa kutazama na tukutane kwenye video ijayo. Peace.